Katika mwaka 1013 baada ya Kristo, Ash na wafungwa wengine wamefungwa kwa minyororo na kuburuzwa kuelekea kuuawa. Hata hivyo, maisha ya Ash hayakuwa hivi siku zote. Mnamo mwaka 1992, Ash alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Yeye na mpenzi wake waliishi pamoja, na mpenzi wake alikuwa akifanya kazi katika duka la vyakula. Siku moja, waliamua kwenda safari ya kimapenzi milimani na wakakaa katika kibanda cha zamani kilichokuwa porini. Ndani ya kibanda hicho, walikuta kitabu kinachoitwa Necronomicon Ex Mortis au kitabu cha wafu. Kitabu hicho kilikuwa kimefungwa kwa ngozi ya binadamu na maandishi yake yameandikwa kwa damu. Kilikuwa cha zamani sana na kilikuwa na maandiko ya ajabu kuhusu mazishi, ibada za wafu, maneno ya uchawi na vifungu vya kufufua mapepo. Muda mfupi baadaye, nguvu za kitabu hicho ziliamsha pepo hatari aliyekuwa akikaa msituni. Pepo huyo alivunja dirisha na kumuua mpenzi wa Ash. Kisha alimshambulia Ash na kulimiliki mkono wake. Hakuwa na chaguo jingine ila kukata mkono wake na kuubadilisha kwa mnyororo wa mashine chainsaw. Kwa bahati mbaya, adui anarudi tena na kuunda kimbunga cha muda time vortex kinacholimeza gari la Ash. Ash anajaribu kushikilia kibanda hicho, lakini muda mfupi baadaye anavutwa ndani ya kimbunga hicho pamoja na gari lake. Baada ya dakika chache, Ash akiwa ndani ya gari anatua kwa maumivu makali katikati ya mashambani. Ghafla, kundi la mashujaa Knights linamzingira na kulichoma gari kwa mapanga yao, jambo linalomfanya Ash atambue kwamba yuko katika wakati wa zamani. Mtu mwenye hekima anamwangalia Ash na kusema huenda yeye ndiye aliyetajwa katika Necronomicon. Mtu huyo mwenye hekima anakichukua kitabu hicho. Kisha Ash anafungwa kwa minyororo pamoja na wafungwa wengine ambao ni askari wa adui waliokamatwa wakati wa vita. Usiku huo huo, kundi hilo linapelekwa katika kasri la Arthur ambako Sheila anawakaribia ili kuwauliza habari kuhusu kaka yake. Arthur anamwambia Sheila kwamba kaka yake alipigana kwa ushujaa, lakini alifariki wakati wa vita. Wakati huo huo, umati wa watu unaanza kuwatesa na kunyanyasa wafungwa. Kwa hiyo, Sheila anaamua kujiunga nao. Anamtingisha Ash, anamvuta nywele, akiamini kuwa yeye ni askari wa adui. Anamtukana na kumtemea mate, akiahidi kulipiza kisasi. Wote wawili wanataja ufisadi wa kutisha unaoanza kuenea na kuiteka ardhi. Kisha Arthur anaamuru shimo lichimbuliwe ardhini na mashujaa wanamtupa mmojawapo wa askari wa Henry ndani ya shimo hilo. Baada ya sekunde chache za ukimya, umati unasikia askari huyo akipiga mayowe ya maumivu na kiasi kikubwa cha damu inapasuka na kumwagika kutoka ndani ya shimo. Askari mwingine anajaribu kutumia vurugo hiyo kukimbia, lakini Arthur anamfiatulia mshale moja kwa moja kwa upande wa mshale crossbow na kumuua popote. Ash anaogopa na anajaribu kujieleza, sema yeye si sehemu ya jeshi la adui. Hata hivyo, anamuomba Henry amsaidie. Lakini Henry anaamini hakuna mtu atakayewaamini. Ash ananusuru kuanguka kwa sababu chini ya shimo kuna maji. Anaanza kutazama mahali pale pa kutisha bila kutambua mkono unaochomoka kutoka majini. Ghafla, Deadite mwenye macho yaliyokufa anatokea na kuanza kumpiga Ash huku umati wa watu juu wakishangilia. Kiumbe huyo anamrusha Ash chini kisha anaruka juu ili kumpiga kwa nguvu zaidi. Ash anatumia nafasi hiyo kumpindua na kuendelea kupigana. Wanaume wanaendelea kupambana na Arthur akiwa amekasirika, anaamuru watu wake waanze miiba. Sasa kuna kuta mbili zilizojaa miiba zinazofunga taratibu. Ash anamrusha mpinzani wake kuelekea katika kuta hizo, lakini hazimuui mara moja. Mtu mwenye hekima anawasili na kumuita Ash, kisha anamrushia chainsaw. Ash anaikamata kwa ustalimi akiwa hewani na kuitumia kumkata kichwa Deadite. Baada ya hapo, Ash anajaribu kupanda kuta kujiokoa, lakini Deadite mwingine anatokea ghafla na kujaribu kumshambulia. Ash anapopiga chainsaw, anakata mkono wa Deadite, nao unaangukia usoni kwa mtu asiye na hatia kwenye umati. Ash anamchapa Deadite gunzi na kumwangusha chini. Kisha anavua mkanda wake na kuufunga kwenye mnyororo unaosogea taratibu ili kujinyanyua juu. Deadite anamshika Ash kwenye kifua cha mguu, lakini Ash anamtekela teke na kumwangusha chini.
Ash anainua miguu yake juu kabisa sekunde kabla kuta zenye miiba kugongana. Kiumbe anakandamizwa hadi kufa. Ash anarudi juu, anampiga Arthur gunzi usoni, kisha anachukua upanga wake na Arthur anamchochea Ash kupigana naye ana kwa ana, lakini Ash anarudisha bunduki yake ya shotgun na inavunja upanga wa Arthur kwa risasi moja. Baada ya hapo, Ash anaonyesha silaha yake kwa umati akiita boomstick. Anakaribia kuwatisha wote, lakini anajizuia. Ghafla anaona Deadite akipanda juu kutoka shimoni, kwa hiyo Ash anafiatulia risasi. Ingawa hampigi kiumbe huyo moja kwa moja, risasi inamrudisha tena ndani ya shimo. Kila mtu anavutiwa na ustalimu wake na sasa wanamuona kama shujaa. Ash anaomba msaada ili aweze kurudi nyumbani. Baada ya muda mfupi, Ash anafurahia chakula na wahudumu wa kike ndani ya kasri. Sheila anaomba radhi kwa hali gani alivyomtendea, lakini Ash hana hamu ya kumsikiliza kwa wakati huo. Mtu mwenye hekima anakuja kumwambia Ash kwamba amefanya utafiti na kwamba uchawi pekee unaoweza kumrudisha nyumbani ni kwenye Necronomicon, ambacho hawakufanikiwa kukipata kutokana na vita. Ash anakasirika kwa sababu hataki kusubiri hadi wakipate kitabu hicho. Ghafla anadondosha bakuli la supu na kila mtu anageuka kuona mwanamke anabadilika kuwa Deadite. Anainuka na kueleza hewani akitangaza kwamba watu wake watashiba kwa roho za binadamu na kwamba kamwe hawatakipata kitabu hicho. Kisha anaanguka chini. Arthur anajaribu kumkagua, lakini Ash anamzuia kwa sababu anatambua kuwa anajifanya tu amezimia. Deadite anawasukuma Ash na Arthur mbali, kisha anajaribu kumshambulia Sheila. Ash anampiga kichwa ili kumsukuma nyuma. Knight mwingine anajaribu kumshambulia kwa upanga, lakini Deadite anainua sufuria kubwa. Ash anaifiatulia risasi na kuiondoa mikononi mwake. Mapambano yanaendelea na Ash anaendelea kupambana na Deadite. Ash anaendelea kupambana na Deadite ana kwa ana, huku mara kwa mara akimfiatulia risasi kwa bunduki yake. Ilifikia mwisho, Ash anampiga risasi ya mwisho ya kumuua akifiatulia bunduki juu ya bega lake. Mtu mwenye hekima anamwambia Ash kwamba wanahitaji Necronomicon ili kuwazuia Deadites wasiitawale dunia. Ash anakubali kwenda kulitafuta kitabu hicho, kisha anapata msaada wa mfundi wa chuma kutengeneza mkono wa bandala prosthetic ambao unavutia sana. Anapomalizia marekebisho ya mwisho, Sheila anakuja kuzungumza naye, akisema kwamba mtu mwenye hekima anamuita Ash mteule ambaye ataikomboa ardhi kutoka kwa wafu wabaya. Ash anasema anasaidia ili aweze kurudi nyumbani, lakini Sheila anaendelea kuwa na matumaini na anamzawadia zawadi akisema atakuwa anamuombea. Ash anapomjibu kwa ukali tena, Sheila anampiga kofi na kujaribu kuondoka. Ash anamzuia mara moja na anambusu. Asubuhi inayofuata, Ash anaondoka kasrini pamoja na mtu mwenye hekima na mashujaa wa kadhaa. Hatimaye wanafika kwenye barabara maalum itakayompeleka Ash kwenye makaburi, ambako Necronomicon inasemekana ipo. Kabla ya kuendelea peke yake, anawaagana nao. Anapoingia msituni, farasi wake anaanza kutenda kwa wasiwasi. Hata Ash anasikia kitu kinachosogea msituni, kwa hiyo anamfanya farasi abadilishe njia. Mnyama huyo anakimbia kwa nguvu kubwa, huku uwepo wa ajabu ukiwafuatilia, ukiangusha miti njiani. Kwa bahati mbaya, Ash anagonga tawi kwa bahati mbaya na kuanguka kwenye shimo linalojaa tope na kinyesi, wakati farasi anaendelea mbele. Sasa Ash analazimika kukimbia kwa miguu, huku kiumbe kibaya kinachoendelea kumfuata. Baada ya dakika chache, Ash anaona kinua cha kusagia upeko. Anakimbilia kujificha ndani na kufunga dirisha sekunde chache kabla ya kukamatwa. Adui anasimama nje akipiga mlango mara kwa mara, na Ash anapiga kelele huku akitumia nguvu zake zote kuuzuia mlango. Kwa bahati nzuri, kiumbe huyo ajabu hatimaye anaacha na kuondoka usiku huo. Ash anaona kitu kinachosogea pembeni mwa macho yake na anagundua Deadite aliyevaa uso wake mwenyewe. Anajaribu kumshambulia, lakini anatambua ni kioo tu kinachovunjika mara moja. Akijiona mjinga, Ash anaondoka bila kuona taswira zake zote kwenye vipande vikioo vikimcheka. Ash anasupila na kuanguka akigonga kichwa chini. Anapoamuka hatimaye,
Anagundua kwamba Deadites wadogo wamemfunga sakafuni. Wanamkamua nazi ili kumlazimisha afungue mdomo, kisha mmoja wa Deadites anaruka na kuingia kwenye koha yake. Ash akiwa na hasira kubwa, anachana kamba kwa urahisi na Deadites wanakimbia kujificha. Anajaribu kutafuta njia ya kutapika kiumbe huyo, lakini mbinu za kawaida hazifanyi kazi. Badala yake, Ash anakunywa maji yanayochemka na vilio vya Deadites vinasikika kutoka tumboni mwake. Ghafla, bega lake linaanza kuwasha mara kubwa. Anapolitazama, anaona jicho la kitisha likitokea kwenye ngozi yake. Ash anaondoka kwenye kinua cha upepo kwa hafu, huku jicho likikuwa kubwa zaidi na hatimaye linageuka kuwa mtu kamili anayejivuta kutoka kwenye mwili wake. Mwili huo unafanana kabisa na Ash. Wawili wanaanza kupigana wakitumia vurugu za kipuzi na za kuchekesha. Baada ya mapambano makali,